Tafuta wakati mzuri kuizungumzia. Turudi kwenye Ukatholiki na upapa. Huu utaratibu wa kuchagua mapapa. Tumeona umekuwa endapo labda ikitokea papa amefariki na nini, kuna ule utaratibu ambao wanakuwa baadhi ya watu wanachagua wanampitisha yule papa ambaye anaenda kuiongoza dini ya Catholic dunia nzima. Ule utaratibu umekaaje, na kwa nini wanachaguliwa watu wachache kuweza kumchagua papa na watu wengine wote wanasikiliza zile chaguzi za wale watu ambao wamechagua pale? Kwamba huo utaratibu umekaaje? Kiukweli ni kwamba, kifupi ni kwamba siwezi kujua kiundani huo utaratibu umekaaje, kwa sababu kwanza mambo yao ni asili sana. Hawaruhusu mtu yeyote kujua, na wala hawaruhusu mtu yeyote kuingia kule. Na ndio maana wakaweka kile kitu kile juu kule, kibomba fulani hivi, kwamba kinatokeza moshi unaotoa utambulisho kwamba papa ishapatikana ama hajafanya nini. Nataka tufafanue pia kuhusu na huo moshi, kwamba tuliona ulitoka moshi mweusi, tukaambiwa bwana papa bado hajapatikana. Baadaye ukatoka moshi mweupe, watu wakapiga vigeregere na kushangilia kwamba yes, tayari papa amepatikana. Zile alama za moshi zina maana gani? Na huo utaratibu ndio ulikuwepo tangu enzi tangia kuanzishwa kwa Catholic? Kwenye historia ni kwamba tangu walipoanza huo utaratibu umekuwepo. Huo utaratibu umekuwepo. Na niseme kwamba ni utaratibu wameuweka kibinadamu, ni kama kengele yao ya kuwafahamisha, au ni kama alama ya kuwafahamisha watu, raia walioko kule nje wanaoshuhudia hilo tukio, wanangoja kuona kiongozi wao mkuu amepatikana ama hajapatikana. Ni alama waliweka kwa sababu ya utambulisho kibinadamu. Lakini katika ulimwengu wa roho pia ina maana yake. Kwa watu ambao wako katika ulimwengu wa roho, huo moshi una maana yake. Kwa sababu gani? Ukisoma katika maandiko utaangalia ibada za hekaluni zamani kabla ya Yesu Kristo zilikuwa zinafanyika kwa kufukiza uvumba. Na moshi ulipokuwa unapanda juu, Mungu alikuwa anasikia manukato mazuri ya ibada iliyofanyika pale, maombi watu watakatifu wake, wanawake walioyaomba, anawaridhia. Lakini Yesu Kristo alipokuja, huo utaratibu ukaondolewa. Ikawa ili Mungu asikie manukato ya maombi yako kuwa ananukia vizuri, ni pale utakapokuwa wewe ni mkamilifu mbele za nani? Za Mungu. Umenipata? Mbele za Mungu. Sasa hawa bado wamebakisha ule moshi, hata kwenye madhabahu zao bado mpaka sasa hivi wanafukiza ule moshi. Tuachane kwanza na ule wa papa. Hata kwenye madhabahu zao bado wanafukiza uvumba. Moshi ule kanisani. Bado wanafukiza ule uvumba. Ukienda sasa kwenye tukio la kumchagua papa, na penyewe ili papa apatikane mpaka ule moshi mweusi, akipatikana mweupe. Sasa maana yake nini? Na moshi katika ulimwengu wa roho, mimi hapa na tafsiri vya ulimwengu wa roho, sio vya mwilini, na sio kwamba hapa naongelea sasa dini ya mtu. Yaani hapa na tafsiri sasa kwamba mtu ukiona moshi kwenye ulimwengu wa roho unamaanisha nini? Je, moshi unamaanisha Mungu? Moshi unamaanisha utambulisho gani katika ulimwengu wa roho? Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Ufunuo, malaika aliyetumwa kwa ajili ya kuharibu mji au taifa la Babeli. Maombolezo yalitoka ambaye alikuwa anaonyesha moshi mweusi ukiwa umetanda katika anga, na Babeli akiombolezewa alivyoharibiwa kwa ajili ya uovu wake. Moshi kilichokuwa kinatambulisha uharibifu ule unaofanyika pale ni nini? Ni moshi. Kilichokuwa kinatambulisha
Kinachoendelea pale Babeli ni moshi. Mungu ana alama yoyote ya utambulisho wa moshi. Mungu alama yake ni alama ya utukufu. Utukufu, nuru. Sasa hapa alama ya utambulisho wa moshi katika ulimwengu wa roho, moshi unatambulisha nini? Uharibifu. Na hata mtu akilala akaota anajiona yuko kwenye moshi, ajua maisha yake ndio hivyo, yanaharibiwa, yanateketezwa. Maisha yake yanateketezwa, mipango yake inateketezwa. Kwa moshi unatambulisha nini? Uharibifu katika ulimwengu wa roho wa maisha ya mtu. Na ndio maana ujiulize, Papa anatambulika kama kiongozi wa Katoliki, lakini akisimama kusema, kutoa ushauri, anatambulishwa kama kiongozi wa watu wote na dini zote duniani. Kila mmoja amsikilize. Yani dini zote. Kuna maana gani? Kuna siri gani? Akiwa anachaguliwa ni kiongozi wa dini ya Katoliki. Akiwa anafanya majukumu yake, akiwa anafanya majukumu yake ni kiongozi wa dunia nzima. Akiwa anachaguliwa ni kiongozi wa Katoliki, na Wakatoliki ndio wanaomchagua tu, na ndio wanaoruhusiwa kwenda kumchagua. Viongozi wa Katoliki wenye sifa hizo. Hawezi kwenda kiongozi wa Kiislamu, hawezi kwenda kiongozi wa KKT, hawezi kwenda kiongozi wa Anglican, hawezi kwenda, ni kiongozi wa Kikatoliki, viongozi wa Kikatoliki. Lakini akiingia kwenye majukumu, akianza kuongelea mambo ya utasikia ameingia kwenye mambo ya kisiasa, anaongea kama mwanasiasa, ataongea kama mtu mwanasheria, umeelewa? Ataongea kama rais. Maana yake nini? Na hiyo nchi itafuata hizo taratibu. Na hiyo nchi itafuata hayo maagizo na maelekezo aliyoyatoa. Sasa unajiuliza nyuma yake kuna nini? Mbona hatujawahi kusikia kiongozi mkuu wa Kiislamu anatoa kauli nzito wanaifuata? Hatujawahi kusikia kiongozi mkuu wa KKT au Anglican au anatoa kauli kama hizo, wanazifuata. Kila nchi inatakiwa kufuata, lakini Papa anakitoa kauli hiyo, anafuata. Anasikilizwa. Watu wanatii, marais wanatii. Anaweza akasema sitaki kusikia vita kwenye nchi fulani, na vita zikaisha. Stop, inastopishwa kabisa. Lakini nchi nyingine hamna. Na pale kwake yeye Vatican pale wanajeshi lao, wanajeshi linalojitegemea nje ya jeshi la serikali. Ndio. Sasa wewe angalia tu hata kwenye uchaguzi wa Papa. Mimi ngoja niulize, wewe ulishawahi kuona askofu mkuu askofu mkuu mfano wa tuseme kiongozi wa Kiislamu mkuu akiwa anachaguliwa? Ulishawahi kuona kuna jeshi la serikali inaletwa pale? Yani kiusalama labda na nini? Usalama, jeshi kabisa linakuja pale na vifaru na nini. Sijawahi kuona. Lakini Papa kwa nini nakuja? Na anatambulika ni kiongozi wa Katoliki. Serikali inampa nguvu. Serikali inampa nguvu. Ni siri iliyo kwenye ulimwengu wa roho. Watu hawaelewi. Ni siri gani hiyo? Unataka nikupe? Basi ngoja nikupe ya mwisho, nikupe ili tumalize. Kitabu cha Wathesalonike. Wathesalonike wa pili mstari sura ya pili na kuanzia mstari wa 9. Anasema yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani, kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo, na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo,
ili wahukumiwa wote ambao hawakuiamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Unaona, anasema yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani. Atakuja wapi? Katika ulimwengu. Na anakuja kutawala. Huyu ambaye kuja kwake ni kutenda kwake kwa mfano wa Shetani, na kutenda kwake ni kwa mfano wa Shetani. Anakuja katika ulimwengu kutawala kama mfalme. Na atatawala dola zote, ataongoza dola zote, na anasikilizwa na kila kiongozi. Hapo tunarudi kwenye mfano, kwenye swali letu tunalojiuliza, huyu papa anakuja, ni kiongozi wa dini moja, lakini kwa nini anasikilizwa na viongozi wote? Anasikilizwa na dunia nzima. Kwa nini akitoa amri jambo fulani lifanyike linafanywa? Kwa nini wasifanye Wakatoliki tu peke yao? Kwa nini hata walokole, hata Waislamu, hata nini, wasio na dini wote wanalazimishwa, lazima wafanye? Kwa sababu yeye kaamrisha. Ni yule ajaye ambaye kutenda kwake ni mfano wa Shetani, ana jeshi lake. Ndio maandalizi yaliyopo kwenye ulimwengu wa roho. Ana jeshi lake, anakuja kutawala ulimwengu. Jeshi lake lina nguvu. Na jeshi lake lina nguvu, ana kauli. Ukisoma kitabu cha Danieli anasema na ana kinywa chenye kunena maneno makuu yasiyobishaniwa na mtu yeyote. Ana kinywa chenye kunena maneno makuu yasiyobishaniwa na mtu yeyote. Ndio maana Bwana Papa akisema hakuna anayebisha. Na anaheshimiwa na dola zote duniani. Nyakati zinakuja, utawala wake utafika, anakuja kutawala dunia. Na kutenda kwake ni kwa mfano wa Shetani, akiamrisha ni kila mtu anatakiwa kuabudu sanamu, usipoiabudu unakufa. Kila mtu anatakiwa kuruhusu ushoga ufanyike. Yaani hii tuliyoiona hii juzi hapa, hivi ni viashiria, ni utambulisho tu. Original iko mbele hapa. Mwandishi, mimi naishia hapo. Sawa mchungaji. Asante sana kwa elimu kubwa ambayo umeitoa. Watu wengine nimewakosea hapo. Naam, endelea. Asante sana kwa elimu kubwa ambayo umeitoa kwa watu, lakini nafikiri hii inaweza ikazua mijadala mingi sana, lakini hiyo mijadala ama hizo topic na mada zitakazokuja, basi nitajitahidi kukutembelea tena kwa ajili ya kuzidi kufahamishana na kuelimishana. Karibu sana. Karibuni sana. Na yeyote ambaye atauliza swali, mimi nafikiri maswali yatakavyokuja tutayaandalia na masomo vizuri sana na mistari ya kutosha. Hapo nitakuwa siongei sasa kwa maneno, tutakuwa naongea mstari kwa mstari, neno kwa neno. Licha kuwa tutaweka namba zako za simu, lakini ingependezwa zaidi uzitaje namba za simu kwa atakayetaka labda kukuface moja kwa moja. Kwa mtu ambaye atataka kupata ufahamu. Mimi hii nataja namba yangu, naitaja kwa faida ya mtu ambaye atataka kupata ufahamu zaidi, si kwa faida ya mtu ambaye atataka sasa kuja kubishana. Biblia mimi inanizuia nisiwe mbishi, nsibishane kwenye neno la Mungu. Ni kwa faida ya mtu ambaye atataka kufahamu, kupata ufahamu zaidi, kujifunza zaidi, na mambo mengine mazuri yanayompendeza Mungu. Namba yangu ni Voda 0752060299 0752060299. Naitwa Mchungaji Prince Pascale John Rwamlema, kamanda wa Yesu. Ni mtumishi wa Mungu, ni mwinjilisti, ni mhubiri wa Injili mkubwa na mzuri sana anayempendeza Mungu. Karibuni sana kanisani kwetu. Tuna kanisa
hapa Dar es Salaam, lakini pia tumeanzisha kanisa lingine hapo Kibaha, na mpaka sasa mimi niko Kibaha na amsha kituo cha Kibaha kama mtume. Ni mtume wa kupanda makanisa. Pia tumeanzisha kanisa Kibaha, maeneo ambapo halijapandwa kanisa lolote. Tumeenda kuanzisha uinjilisti pamoja na uamsho wa injili kule na umisheni. Mungu awabariki sana. Asante sana. Amin.